Asifiwe sana. Na mimi ninachotamani Mungu akusaidie mkesha wa leo, usitoke kama ulivyokuja. Kung'uta mavumbi yako, jikung'ute kila roho iliyofunga maisha yako. Leo lazima ikuachie, na nitakwambia sababu kwa nini leo unatakiwa kuachiwa. Leo lazima uachiwe. Bwana asifiwe sana. Na sisi hatutakuacha utoke kama ulivyokuja. Ukiwa tayari tukusaidie, tutakusaidia. Haleluya. Ukiwa tayari tukufungue, utafunguliwa leo ukiwa tayari. Bwana asifiwe sana. Sasa kwa wiki kadhaa tumekuwa na ujumbe ambao tumetembea nao, na nimekufundisha siri ya nguvu ya ufufuo. Siri ya nguvu ya kufufua. Nimekueleza namna ambavyo Kristo anavyotuwazia kufufua. Hiyo ndio agenda ya Yesu katika maisha ya kanisa. Nilikwambia yako maeneo makubwa matatu ambayo Yesu anataka tudili nayo, tuyashughulikie, tuhakikishe yanainuka, yanafufuliwa. Na nikakwambia kuna siri kadhaa ambazo zitakusaidia kufika viwango vya kufufua. Leo kufufua ndani ya kanisa ni maigizo. Ni jambo ambalo ili litokee lazima watu walipretendi, walitengenezea maigizo. Halina yani ni kama haliwezekaniki kufanyika kihalali kwamba mbingu zifufue kabisa. Yani kuna namna ambavyo hata watumishi wa Mungu wamepigwa upofu, hawajielewi. Hawaoni kwamba kuna uwezekano wa nguvu ya Mungu iliyoko ndani yao kufanya mambo makubwa kuliko hata yale Yesu aliyoyatenda. Hawaoni kama kuna uwezekano huo. Na matokeo yake wanatengeneza maigizo, wanaweza kumwandaa mtu wakafanya hivi. Nataka nikuambie Mungu wetu ni halisi, anafanya kuliko tunavyoweza kuelezea. Sasa unisikilize. Kanisa kwa maana ya eklesia. Eklesia ni neno la Kiyunani lenye maana ya mkusanyiko, yani watakatifu kote waliko. Sasa siongelei kanisa kwa maana ya jengo, wala siongelei kanisa kwa maana ya hawa wa hapa kanisa la Buzuruga. Naongelea eklesia kwa maana ya kanisa, watakatifu kokote kule waliko. Kanisa kwa maana ya watakatifu kote duniani waliko. Kuna namna ambavyo kanisa linaendelea kupoteza nafasi yake. Tunaelekea nyakati za mwisho sana 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 sana, na kadri tunavyokaza kuzisogelea nyakati mbaya, ndivyo nguvu ya kanisa inavyoendelea kupotea. Nguvu ya Mungu inaendelea kuisha, na matokeo yake kuna nguvu ya kuzimu inayoingia kanisani, alafu ina pretend kama nguvu ya Mungu, inatembea kama nguvu ya Mungu, lakini nguvu ya kipepo. Biblia inasema shetani hujifanya kama malaika wa nuru. Ile nguvu halisi ya kiungu inanyang'anywa, inaondolewa, alafu kuna nguvu ya kuzimu inajipenyeza ndani ya kanisa. Kanisa linapita katika vipindi vigumu. Kuiona mikesha kama hivi leo ni ya kutafuta kwa tochi mikesha. Makanisa mazuri yaliyoanza vizuri, yalikuwa yamejaa, yamefurikwa nguvu ya Mungu na neema hii, kila itwapo leo yamepoteza mwelekeo. Ile neema imepotea. Kama tuko hapa, kuna neema imetusaidia. Kama tuko hapa leo bado tunakesha, kuna neema imetushikilia. Na mimi nisingependa mmoja wetu aipoteze neema hii katika jina la Yesu. Si kama neno. Bwana Yesu akusaidie. Namshukuru Mungu wa Israeli ambaye anatamani kuinua uamsho mpya ndani ya kanisa. Mungu katika nyakati za mwisho kuna unabii mkubwa unaotimia. Hizi nyakati tulizo nazo, unabii huu umegawanyika katika vipindi vikubwa viwili. Kuna katika sura kubwa mbili. Kuna unabii mbaya ambao unatimia nyakati hizi, unabii wa watu wengi kuiacha imani kama ilivyotabiriwa, watu wengi kwa anguko la watakatifu wengi. Kuna mambo yanatokea ndani ya kanisa, uharibifu mkubwa unatokea. Lakini ndio kipindi ambapo Bwana anataka kuachilia uamsho usiokuwa wa kawaida. Unabii wa nabii Yoeli unakwenda kutimizwa namna ile aliyosema, nitawamwagia watu wote roho yangu, wana wenu na binti zenu watatabiri. Tunaishi katika kipindi cha unabii wa nguvu ya Bwana kuingia tena kanisani, na kwa sababu nataka nikwambie kuna roho ya uamsho inakwenda kuachiliwa. Naongea na watu wa rohoni waliojiandaa kupokea uamsho. Nataka nikwambie kuna nguvu ya uamsho inayokwenda kuachiliwa kwa nyakati tulizo nazo, na walio tayari, waliojipanga kuipokea. Kuna watu watakuwa kama vichaa. Kuna watu ambao Bwana anakwenda kuwatumia kwa namna ambayo haijawahi kutokea katika jina la Yesu aliye hai. Biblia inasema Mungu akafanya miujiza ya namna ya kutisha kwa mikono ya Paulo. Nataka nikwambie miujiza ile iliyofanywa kwa namna ya kutisha, leo Bwana anamtafuta mtu wa nyakati hizi aifanye kuliko kawaida ile ya Paulo aliyowahi kuifanya. Sasa usikilize, Mungu ni mfalme apitaye falme zote. Anaitwa mfalme wa wafalme. Juzi nilikwambia kama lingetolewa tangazo Ikulu ya Madam Samia, ya mama yetu huyo, angetoa tangazo anatafuta mtu. Kuna ajira zimetolewa Ikulu, unatakiwa watu kuna ajira ziko Ikulu, kuna watu wanatafutwa, alafu vigezo vikawa kama ndio
hivi Mungu anavyovitoa. Maana vigezo vya Mungu havihitaji certificate, havihitaji diploma, havihitaji degree, vinahitaji utii tu wa kuitikia wito. Mungu haangalii makaratasi, haangalii theolojia umesoma vyuo gani. Mungu anaangalia utii wa kwamba nimeitika, Bwana niko tayari unitumie. Sasa ingekuwa ni tangazo limetoka Ikulu ambalo halihitaji degree, halihitaji hivi, nchi nzima ingeapply kwenda kufanya kazi Ikulu. Sasa yuko mfalme apitaye ufalme huu, ametoa tangazo, anamtafuta mtu. Kwa nini tusiapply wote hapa? Kwa nini tusiwe tayari kwamba na mimi nataka Baba mio kazi ni wemo, na mimi Baba nipe kazi, na mimi nipate kazi Ikulu? Kila mtu anatakiwa kuapply kibinafsi. Haya unayoyaona leo hayakufanywa kwa mkono wa mwanadamu, ila yupo Mungu aliyeyafanya haya. Kama kuna namna ambayo unaona Mungu ametukusanya hapa, taifa hili unaona liko hapa, Bwana amehusika kukuleta hapa. Biblia inasema hakuna ajaye kwangu asipovutwa. Kuna namna ambayo mbingu zimekuvuta, na wengine sio wa dini hii, wengine sio wa nyumba hii, wengine sio wa dhehebu letu, na wengine sio mahali hapa, lakini Bwana amevuta pande zote, ametuleta tuko hapa. Kuna namna ambayo mbingu zimekusudia jambo. Kuna mlipuko wa uamsho unakwenda kutokea na utaenea kila mahali katika jina la Yesu aliye hai. Kuna moto utatoka juu ya madhabahu hii na utaenea juu ya kanda ya ziwa yote, utaenea pande zote moto huo katika jina la Yesu aliye hai. Nami namsihi Bwana, ninamsihi Bwana, Bwana akayahimize hayo, Bwana akayafanye, Bwana akayatimize. Utokee mlipuko wa nguvu ya Bwana, utokee moto mahali hapa katika jina la Yesu aliye hai. Oh my Gloria, my Gloria, my Gloria, my Gloria. Rebo setete katika jina la Yesu aliye hai. Kandaria bakoria darababa seterebosia. Yesu ninakupenda, nakushukuru Bwana. Unaita asubuhi, wewe unaita watumishi mchana, unaita mpaka masaa ya jioni. Ni masaa ya jioni kabisa ya kanisa, lakini hata sasa bado Bwana namtafuta mtu, bado Bwana anaita na kuita walio tayari waingie shambani katika jina la Yesu aliye hai. Mungu akusaidie kuwa tayari, kwa sababu kuna jambo Bwana atalifanya usiku wa leo, kabla ya kujapambauka, kabla ya kujapambazuka. Na mimi majira haya nitazuia usiku wa leo usikuche katika jina la Yesu aliye hai. Ikiwa Joshua lilizuia jua lisitembee, na mimi nitauzuia usiku wa leo hautakucha mpaka muujiza wako utokee, mpaka Bwana alitende jambo katika jina la Yesu aliye hai. Ewe usiku wa leo na uisikie sauti ya Bwana majira haya, maana hatutakuacha upambauke mpaka Bwana amefanya katika jina la Yesu aliye hai. Ananielewa na aseme amena.